Kwanza nimtangulize Mwenyezi Mungu kwa kumshukuru kwa kunipa fursa ya kuwa hapa Ruangwa siku hii ya leo tarehe 13 mwezi wa 6 2025 kuja kukagua mabanda haya maonyesho ya 5 ya kimadini ya mkoa wa Lindi, ambayo kwa heshima ya pekee kabisa siku ya kesho yatakuja kuhitimishwa na waziri wetu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu Majaliwa ambaye ndiye mbunge wa jimbo hili. Na mimi nimetangulia tu kuja kuhakikisha kwamba mazingira yako sawa na matarajio yetu sisi kama wizara katika maandalizi yaliyofanyika yamefikia kiwango tarajiwa, ukizingatia kuwa haya ni maonyesho ya 5 tangu tuanze kuwa na maonyesho ya madini ya mkoa wa Lindi. Kimsingi baada ya kufika hapa nimepokelewa na viongozi wa ngazi ya wilaya. Mkuu wa wilaya hapa alikuwepo, wa Lindi alikuwepo, wilaya ya Kilwa pia alikuwepo, na watendaji wetu kutoka Wizara ya Madini na taasisi zake. Tumepita katika mabanda, na kwanza nikiri kwamba naona tofauti kubwa sana kati ya maandalizi ya mwaka 2023 nilipokuja kuzindua maonyesho ya kwanza na haya ya mwaka huu ambayo pia nimepata heshima ya kuja kumtangulia waziri mkuu kukagua maandalizi yake. Nimepita katika baadhi ya mabanda ya wachimbaji wadogo, ya watoa huduma migodini, ya taasisi za kifedha ambazo pia zinawawezesha wachimbaji. Nikaona kwamba mwitikio ni mkubwa sana. Kwanza nimeona karibu mabenki yote, na huko nyuma tumezoea tunakuta mabenki mawili tu. Ya kwanza nadhani alikuweko hapa CRDB peke yake kwa ukubwa zaidi, lakini leo nimeona mabenki yote, CRDB, NMB, NBC, nimeona TBC na TCB, nimeona pia na hii benki yetu mpya ya ushirika. Kwa hiyo nimefarijika sana kuona kwamba mwitikio umekuwa mkubwa. Na wito wangu kwanza kwa hizi taasisi za kifedha, moja ya changamoto ambayo wachimbaji wadogo katika sekta yetu wamekuwa nayo ni kutokuaminika na hivi vyombo vya ukopeshaji, kwamba hawakopesheki, fedha inaweza ikapotea, na wamekuwa wazito. Ila ni wapongeze ambao wamethubutu kama NMB na CRDB, miongoni mwa wengine, hata KCB pia ambao sijawaona hapa, lakini ni benki ambayo sio ya Kitanzania, lakini nao wamekuwa mstari wa mbele. Wamethubutu kutoa mikopo kwa wachimbaji wadogo na wameona matokeo yake. Na mimi niwahakikishie kwamba dira na sera ya wizara yetu ni kuhakikisha kwamba tunapanua wigo wa utafiti, kubainisha maeneo yote yenye madini ya aina mbalimbali nchini, ili tunapowapa leseni wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa, anapokwenda benki kwa kutumia taarifa ile ya kijiolojia uliofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Mama Samia Dr. Suluhu Hassan, ajue kwamba anakopa fedha kwenda kufanya kazi ambayo ina tija. Na nafurahi kwamba tafiti zinaendelea na mabenki yameanza kufunguka, mikopo inaanza kutolewa. Na nitumie tu fursa hii pia kuwaasa Watanzania, wana Ruangwa, wana Lindi na Watanzania wote kwamba waitazame hii sekta ya madini kama ni moja ya sekta muhimu sana katika ujenzi wa uchumi wa taifa letu, na ina madaraja mbalimbali ya tija ambayo inapatikana kwa ustawi wa jamii. Katika daraja la kwanza tunapata wachimbaji wengi ambao wanaingia kwenye sekta, lakini pia tunapata ajira nyingi ambazo zinapatikana kupitia sekta hii, na wako watu wengi ambao pia wanapata riziki kwa kutoa huduma katika hii migodi. Lakini juu ya yote kabisa, taifa linapata fedha nyingi kupitia tozo mbalimbali, ada, kodi, ushiriki wa serikali kupitia ile migodi ambayo na yenyewe ina hisa. Lakini mwisho wa reli kabisa ni moja ya sekta zinazotuingizia fedha za kigeni. Kwanza mpaka sasa hivi mwaka huu tunavyoongea tumeshazidi 10% katika mchango kwenye pato la taifa, lakini pia zao la fedha za kigeni linalopatikanika kupitia sekta hii ya madini ni zaidi ya dola bilioni 3 tunaelekea 4 sasa hivi kwa mwaka. Kwa hiyo napenda kuwapongeza sana viongozi wa mkoa wa Lindi, mkuu wa mkoa, wasaidizi wake wa wilaya zote ambazo zimeshiriki maonyesho haya, na Watanzania wote ambao wameshiriki, kwa sababu wamezidi kuyafanya yafane, na inazidi kuwa ni fursa ya kutangaza fursa zilizopo katika mkoa huu wa Lindi na fursa zilizoko Tanzania katika sekta ya madini, kwa sababu nchi yetu ni tajiri sana, na Lindi pia ni moja ya mikoa ambayo imebarikiwa kuwa na madini, tena madini maalum mahususi kama ya kimkakati. Nimeona graphite, tumeona kuna copper, kuna nickel, bado kuna dhahabu, bado kuna chumvi. Na haya madini yote tunavyozidi kuvumbua teknolojia za kisasa za uchakataji wake, na sera yetu inayowataka wachimbaji na wawekezaji wawekeze viwanda vya kuchakata na kutengeneza bidhaa za mwisho hapa nchini, ninaona kwamba
ujao wa sekta hii ya madini Tanzania unaenda kuikomboa taifa. Tutakuwa ni kitovu cha madini Afrika kama sio duniani, lakini utajiri wa Tanzania umebebwa na sekta hii katika miaka ijayo. Kwa hiyo msishangae ikaja ikawa sekta ya madini ndio kinara katika kulitajirisha taifa la Tanzania, kama vile ambavyo mafuta yamewatajirisha nchi za Kiarabu, na mafuta peke yake yakawafanya wawe nchi ambayo hamna kitu hawana. Sisi ni haya madini ndio mafuta yetu, na kazi yetu kubwa kama serikali ni kuboresha sera, kutengeneza mazingira rafiki kwa wawekezaji wa ndani na wa nje, na kupitia haya maonyesho pia nimefurahi kwamba ni fursa ya kutoa hiyo elimu. Nimeambiwa kwamba mafunzo mbalimbali yametolewa tangu juzi. Watu wanaotoa elimu juu ya namna sekta hii inavyojenga uchumi. Kuna taasisi tunaitwa TEITI ya uwazi na uwajibikaji. Wenzetu wa taasisi ya utafiti wametoa elimu kuhusu aina mbalimbali ya madini, jinsi ya Watanzania kujihusisha na sekta hii ya madini kama wachimbaji, kama wafanyabiashara, na haya yote ni mambo ambayo yamedhamiriwa kwa kuandaa maonyesho haya. Ni endelevu, ni kila mwaka, na nafurahi kuambia kwamba sasa hivi kila mkoa wa kimadini umeshapanga kuwa na tarehe yake ya kufanya maonyesho kama haya. Geita ya kwao inakuja mwezi wa 9 kila mwaka. Kila mkoa sasa hivi wale ambao hawana huu mpango wameanza kuwa nao, lakini sisi kitaifa mnajua tuna maonyesho kila mwaka kati ya mwezi wa 10 wa 11, yale maonyesho ya kimataifa ya kutangazia ulimwengu rasilimali madini tulionayo nchini Tanzania kwa ajili ya kuvutia wawekezaji, lakini pia kwa ajili ya kutafuta masoko ya kuuza bidhaa zetu za madini. Kwa hiyo ndugu zangu wanahabari, niwashukuru na nyie kipekee kabisa kwa kuchukua muda wenu na kuwa sehemu ya maonyesho haya ili mpeleke habari kwa taifa letu na kwa dunia, wajue kwamba nchi hii ni tajiri na mazingira ni rafiki, wanakaribishwa tuje tufanye kazi hapa ili nchi yetu ineemeke. Asanteni sana kwa nafasi hii. Ndugu zangu, ninapokwenda kumalizia salamu zangu hizi, baada ya kukagua maonyesho haya, maandalizi yake, nimeridhishwa kwamba yameandaliwa vyema na wapongeza walioandaa, na nitumie fursa hii kuwatangazia umma wa Tanzania na wananchi wote wa Lindi na wilaya na mikoa za jirani kwamba kesho ndio kilele chake, na tumepata bahati ya kipekee kwamba anayekuja kuhitimisha kwa kufunga maonyesho ya mwaka huu 2025 si mwingine ni mwana Ruangwa, mbunge wa jimbo hili na waziri wetu mkuu, ndugu yetu Kassim Majaliwa ambaye ni lulu ya taifa hili. Ni moja ya mawaziri wakuu ambao Tanzania haitokai msahau kwa uchapakazi wake na kwa jinsi ambavyo ameendelea kumsaidia Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kufanya kazi hii kubwa ambayo imeendelea kufanyika katika kila sekta ya ujenzi wa uchumi na ustawi wa taifa letu. Na ndio maana kauli yetu mbiu imeendelea kuwa kazi iendelee, kutoka awamu ya 5 kuingia ya 6, na kwenye awamu hii ya 7 tunasema kwamba kazi na utu, tunasonga mbele. Asanteni sana na niwakaribishe wote kabisa, wadogo kwa wakubwa, weupe kwa weusi, warefu kwa wafupi. Njooni kesho tuburudike katika kufunga haya maonyesho. Asanteni na karibuni tena. Asante.